unaweza kukataliwa kwa sababu kuna kitu unaepushwa nacho. Huu ni ukweli ambao huwezi kuelewa sana mpaka upitie hali pia, kwamba kuna wakati kwenye maisha yako mtu anakukataa au mahali wanakukataa, wanafikiri wamekuumiza, wanafikiri wamekukosoa, wanafikiri wamekukomoa, wanafikiri ndio wamekufikisha mwisho wa maisha yako. Wasichojua ni kwamba yalikuwa ni mazingira ya lazima wewe kuyapitia ili kuepushwa na vitu fulani fulani. Nimeshakutana na watu ambao wanasema kwa kweli, nashukuru hata nilifukuzwa kazi ile ya kwanza, nashukuru hata yule mtu alinikataa, nashukuru hata yule mtu alinifukuza. Kwa nini? Kwa sababu iliwafungulia ukurasa mwingine wa maisha. Kuna wakati ili upate kitu kizuri katika maisha yako, utalazimika kupitia hali ya kukataliwa katika kitu ulichokuwa unafikiri ndicho ulichokuwa unataka ukipata. Kuna wakati ili uende hatua ya pili ya maisha yako, kuna maeneo ya maisha yako unatakiwa kukataliwa. Kwenye Biblia tunamtaja Yusufu, alikataliwa na ndugu zake. Sio tu alikataliwa, walijaribu kutaka kumuua, wakamuuza. Alikataliwa, ni rejection alipitia. Lakini angalia, mwisho wa siku ni yule anakuja kuwa kati ya viongozi wakubwa sana katika nchi, anasaidia familia yake, anasaidia taifa lake. Kuna watu leo wanakukataa, wanafikiri kwamba pengine wanakuumiza, pengine wanakudhuru, pengine wanakutendea mabaya. Wasichojua ni kwamba wanakuepusha kubakia kwa mtu mdogo wa kawaida, wanakuepusha kuwa mtu ambaye hauna future, wanakuepusha kuwa mtu ambaye hauna ndoto kubwa. Wakati mwingine maumivu ya kukataliwa yanazalisha msukumo wa ndani wa kutafuta vitu vikubwa kwenye maisha. Jambo la tatu unatakiwa kulielewa ni kwamba unaweza ukakataliwa na ukasikia maumivu sana, ni kwa sababu uliweka matarajio makubwa kuliko uhalisia. Yaani wewe unapohusiana na watu ulifikiri kwamba hawa watu sasa ndio watu wangu wa muhimu, ndio watu wangu ambao watakuwa kufa na kupona. Na nimeona watu wengi wa namna hiyo. Unakuta mtu anawaza sana, sema huyu ndio mtu wangu wa kufa na kupona, na inatokea kwenye maisha. Lakini